Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuomba pia ukague barabara yetu hii ya Lindi ambayo inaanzia pale Bungoni na kwenda mpaka pale Kawawa, lakini pia ulivyokuwa unapita ulikuwa unaona kuna barabara ambazo zinaunga kwenye hii barabara nyingi tu ambazo nazo tayari ujenzi wake umeshafanyika na ujenzi mwingine mdogo mdogo unaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tulivyosema, wilaya ya Ilala inazo kilomita 46 ambazo zinajengwa kwa bilioni 138. Na maeneo mengine ambapo ujenzi unaendelea ni kata ya Upanga, lakini pia tuna Msongora, lakini pia kuna Kitunda, lakini pia tuna Kivure. Tunapenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya kamati ya Laki kupongeza jitihada za serikali chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa ambao umefanyika hapa Ilala. Hilo ni azimio kabisa la kamati ya Laki kwamba tuna appreciate jitihada hizi za serikali. Jambo la pili, tunapenda ku appreciate jitihada za usimamizi ambao unafanywa wa kitaalamu na wa kiuongozi. Tunawapongeza pia wataalamu. Si kazi nyepesi kupata mtaalamu ambaye atasimamia mradi alafu ukaiona value for money ya daraja la juu namna hii. Sio kazi nyepesi. Kwa hii ni ishara kwamba kuna watu wametanguliza mbele maslahi ya taifa na kuhakikisha kwamba maslahi hayo yana prevail dhidi ya maslahi binafsi. Hongereni sana wataalamu wetu wa TARURA kwa mradi huu. Nina imani kwamba mapendekezo ambayo yametolewa na kamati kwa mjumbe mmoja mmoja mtayachukua na kuyafanyia kazi. Sina haja ya kuyarudia tena. Moja tu ambalo tunapenda liingie pia kwenye record ni lile ambalo wenyewe mmelisema kwamba mmejifunza nini katika mradi huu. Mmejifunza kwamba panapaswa kuwa na multi-sectoral approach katika utekelezaji wa mradi, kwamba lazima pawe na mpango wa pamoja wa mamlaka mbalimbali ambazo zina miradi mingine katika eneo hilo, kwa maana ya kwamba hasa mamlaka za usimamizi wa sekta ya maji, mamlaka za usimamizi wa umeme na nyinyi wa barabara. Uzoefu unaonesha kwamba kama mtofanya kazi pamoja, mara nyingi mnaweza kujikuta katika mtihani wa bomoa tengeneza tena, bomoa tengeneza tena. Inapendeza kwamba hili mmeliona wenyewe, na Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu upo hapa. Hili ni jambo ambalo linapaswa kuwa la kitaifa na kutolewa maelekezo kabisa kwamba katika utekelezaji wa miradi lazima kukaa pamoja. TANESCO ikae pamoja na TARURA, wakae na mamlaka za maji katika eneo husika ili kuhakikisha kwamba mipango inakuwa ya pamoja. Hii itasaidia sana kuiondoshia serikali hasara za kubomoa baadhi ya miradi ambayo ilikwisha kamilika inafanya kazi kwa ajili ya kupisha miradi mingine na kutengeneza tena. Nadhani hili pia ni muhimu sana alipewe uzito wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunawashukuru sana kwa jicho lenu, lakini pia kwa umakini ule mlioonyesha kwa muda mfupi sana. Kuna mambo ambayo mmeyabaini na sisi tunawapongeza, lakini tunawashukuru kwa ushauri huu. Nipongeze TAMISEMI, Naibu Katibu Mkuu, tufikishe salamu zetu kwa Profesa Shemdoe. Tuna engineer hapa, meneja wa mkoa, mimi namfahamu vizuri sana, tena akiwa mdogo, amefanya kazi kubwa sana Dodoma. Anafikiri wakubwa akamwona wakamleta hapa. Ni kijana mzalendo, mchapakazi, wala aliyotokea hapa mimi. Kwa hiyo nakupongeza sana meneja wa TARURA wa mkoa na engineer Sefu makao makuu, wanafanya kazi vizuri. Nashukuru dhamira yenu ya kuamua kuja kututembelea wana Dar es Salaam. Nikuhakikishie kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, maagizo yote na maelekezo mliyoyatoa tutaenda kuyazingatia na kuyafanya, na kinachoweza kutusaidia ni umoja na mshikamano, pamoja na mshikamano tunaopewa kutoka kwa wabunge wetu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio haya pia hatuwezi kuacha kuwashukuru wabunge wetu, kwa sababu ndio wanaokwenda kwenye ile keki wakiwa wameshika visu, uma na nini, angalau kila mmoja kumegamega na kuja. Hivyo tunawashukuru sana, lakini pia na wao kuunga mkono bajeti mbalimbali za serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, umeendelea kutusaidia. Tunamshukuru wewe Mheshimiwa Mwenyekiti na
wabunge wote pamoja na wajumbe wa kamati kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Hiki mnachokiona Mheshimiwa Mwenyekiti ni kazi yenu waheshimiwa wabunge, ni kazi ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mngemgomea Mheshimiwa Rais kwenye mradi huu wa DMDP usingekuja. Hivyo na sisi tunaomba tunashukuruni sana. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, kwa kweli mmeitendea haki serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumefurahishwa na community engagement. Hilo ni jambo la msingi sana, kuwashirikisha kunapokuwa na mradi, kuwashirikisha wanufaika wa ule mradi. Hilo ni jambo zuri, na hili tumelibeba kwa sababu kamati yetu inazunguka kwenye halmashauri nyingi. Tumelibeba kama jambo la kujifunza, lakini lingine tumejifunza na commitment pia walionayo wataalamu wetu. Hongereni sana wataalamu. Na Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, kwa sababu unaiwakilisha mamlaka ya TAMISEMI, tuwe na utaratibu wa kuwapongeza makamisa ma-DC kama hawa. Bado ni kijana, ana nguvu, kuliko kumtoa mjini kumpeleka kule kwetu Kaliwa. Mpeni mkoa. Kazi nzuri sana inayofanyika. Mimi binafsi Thomas sipongezi bila kuona. Ni kweli. Mimi binafsi ni mtaalamu wa fedha, nimeiona value for money. Kwa hiyo na hili tutumie fursa pia kumpongeza mbunge wako. Ni kweli kumbe anastahili kuwa spika wetu. Kishazoea watu wanaotoka mjini ni wajanja. Lakini kwa kweli fikisheni, na sisi Mheshimiwa Mwenyekiti kwa niaba yetu mfikishie pongezi. Tumeyaona yaliyomo yamo. Tunawapongeza wataalamu, tunakupongeza wewe Mheshimiwa DC kwa kazi nzuri ya usimamizi. Kwa kweli mimi ningesema tu kwa wenzetu wa TAMISEMI, kamati hii ya LAC ni kamati ambayo tumejipanga sana kuhakikisha kwamba tunakwenda, tunaangalia uhalisia na tunawatia moyo watu na kudiji. Ukiona sehemu tumekwenda tumekaza meno, ukifuatilia utaona ni kweli kabisa kuna sababu za msingi, lakini kazi iliyofanyika Ilala ni kazi ya kupigiwa mfano. Hongereni sana wataalamu wetu. Jambo la mwisho ambalo ningependa kusema, nafahamu kwamba tumekuwa na mvua nyingi sana msimu huu. Pamoja na kazi nzuri sana inayofanyika na mnayoendelea kuifanya, tunaomba mjitahidi basi angalau hata kama kutakuwa na extension, tujitahidi mradi huu uishe kwa wakati, usiende mbali sana, ili kuweza kutoa fursa za kuweza kutumika hizo barabara na kuchochea uchumi kwenye maeneo yetu, na tunajua jiji la Dar es Salaam jinsi lilivyo. Sisi binafsi kama kamati ya LAC imetuheshimisha kwa sababu tunapoondoka na kusimama kifua mbele, dadangu Nagu, kwa kweli mnatupa jambo la kuongea. Hata tukienda sehemu ambazo hawajafanya vizuri mnakuwa reference. Mimi kama ndio kwa mara yangu ya kwanza kuwa kwenye kamati hii, mwanzoni ninapoingia nilijua kamati ya LAC ni kuangalia makosa tu, lakini kumbe sio, kuna vitu vizuri. Kwa hiyo binafsi na nashukuru sana, lakini pia kama nilivyosema kuna kitu cha community engagement, tujitahidi. Nilipokuwa nikiangalia zile barabara nikawa natamani kama ndo zianzie kwetu Kigoma Kaskazini, kwa sababu kwetu ni changamoto. Lakini kama wenzangu walivyosema, tusimweteke. Pongezi hizi, muendelee kufanya kazi, na barabara ambazo hamjamalizia basi muweze kuzimaliza kwa wakati. Naitwa Geoffrey Mkinga, meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam. Leo tulikuwa na ziara ya ukaguzi wa miradi ya kamati ya bunge ya LAC, ambapo chini ya Mheshimiwa Adolf, ambapo waliweza kutembelea barabara zetu ambazo zinatekelezwa chini ya mradi wa DMDP, hususan katika jimbo la Ilala. Moja ya barabara zilizotembelewa ni pamoja na barabara ya Lindi, barabara ya Rungwe, barabara ya Dodoma na barabara nyingi ambazo zinaendelea kutekelezwa hapa ili eneo la CBD. Kamati imeweza kutupa maagizo mbalimbali ambayo yakiwemo kuendelea kusimamia mradi huu kukamilika kwa wakati,
lakini pia kuhakikisha kwamba tunatekeleza ujenzi wa mifereji kwa kiwango ambacho kitakidhi kitaondoa tatizo ambalo limekuwepo kwenye eneo hili la Kariakoo la maji kufurika. Kwa hiyo wametuagiza na sisi tutakwenda kutekeleza maagizo hayo kuhakikisha kwamba mifereji tutaijenga kadiri ilivyosanifiwa. Lakini pia kamati wameweza kutuagiza kuhakikisha kwamba tunashirikiana na mamlaka nyingine kama DAWASA, TANESCO na wenzetu wa TTCL wakati wa ufanyaji wa usanifu miradi yetu ili kuipunguzia gharama serikali wakati wa ufanyaji relocation. Kwa hivyo hili nalo tutakwenda kulifanyia kazi. Pamoja na mambo mengine wameagiza miradi kamilike kwa wakati, ambao nalo tunatambua mradi ambao umetembelewa unapaswa kukamilika mwezi wa 8, na kwa kuwa hauna fidia kama maeneo mengine, basi mradi huu tuna uhakika utakwenda kukamilika kadiri ambavyo umepangwa. Na miradi mingine ambayo inayoendelea kutekelezwa tumeaswa na kamati kuhakikisha kwamba tunashirikisha jamii, lakini hivi ndivyo ambavyo tumekuwa tukifanya, lakini kamati imesisitiza tuendelee kushirikisha jamii kuhakikisha kwamba mradi unakuwa wenye neema na usiokuwa na malalamiko kwa umma, kama ambavyo wao wenyewe wameweza kuona kwamba wametembelea mradi, umma wote ukifurahia mradi, basi wanataka furaha hiyo iendelee kuwepo, na sisi tunaahidi kuendelea kusimamia na kushirikiana na wananchi kuhakikisha kwamba kama kuna changamoto yoyote, basi tunakwenda kuona nao mara moja na kutatua hiyo changamoto yao, ili basi barabara waweze kuifurahia na badala ya kunung'unika. Lakini mwisho wa siku tutasimamia barabara zetu kuhakikisha kwamba zinakuwa zina thamani ya fedha.